ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا بها من رزق أهل التوفيق وتبلغنا الحضور إلى بيتك العتيق وزيارة قبره وقبر أبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الصلاة والسلام على النبي وآله صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ama baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad, la kwanza na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Leo katika mapito ya hotuba yetu ya leo tutazungumzia kuhusiana na mwanadamu kutotamani neema alizopewa mwingine. Kutotamani neema alizopewa mwenzako, binadamu mwenzako, kwamba neema zake zimtoke ziwe za kwako. Ndio mada yetu ya leo. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi inna Allaha kana bikulli shay'in alima. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema wala tatamannaw, na wala msitamani ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, kile ambacho amefadhiliwa, wamepewa fadhila na Mwenyezi Mungu baadhi yenu kwa baadhi. Msitamani. Usitamani nafasi ya kazi ya mwenzako, usitamani neema ya watoto wa mwenzako, kwamba fulani ana watoto 20 na mimi niwe nao, au ukawafanyia hasadi. Usitamani. Usitamani mtu aondolewe kwenye nafasi aliyokuwepo ili ukae wewe. Usitamani. Sasa lirijali, wanamume katika wanaume, nasibu wanalo fungu mimma iktasabu, katika vile wavichumavyo. Bimantiki ya kwamba katika yale mahangaiko yetu wanaume tunapambana, tunalo fungu letu ambalo tunatakiwa tuwe nalo. Mathalan, nafasi katika kazi zetu, nafasi katika jamii, ukubwa na zile neema ambazo Mwenyezi Mungu katufadhilisha. Mungu anasema walinisai, na wanawake vile vile nasibu mimma iktasabna, wanacho katika kile ambacho wamekichuma ama wamepewa na Mwenyezi Mungu, kwa maana uzuri wao, fedha zao, nyurathi zao, kutokana na familia zao na mazingira ambayo yanawazunguka wao. Sasa ukiona hivyo, Mungu anasema muombe yeye kwa fadhila zake. Was'alullah min fadli. Kwa nini? Inna Allaha bikulli shay'in alima, kwamba hakika Mwenyezi Mungu yeye ni mjuzi wa kila kitu. Kwa katika maisha, kumbe tunakatazwa sisi katika Uislamu na utaratibu wa Uislamu kwamba tusiwe ni wenye kutaka kutamani kuwatoa wenzetu sehemu walipo,
kutaka kutamani neema ya mwenzako amejaliwa mwenzako ana mali, ukatamani avurugikiwe, mali ziondoke. Uislamu unatukataza. Na unatukataza sio kipolepole, unatukataza kwa level ya juu sana. Na hii imekuwa ni kawaida katika jamii, mwenye nacho huwa anapigwa mawe. Maana mtu unausemi ule unasema mtu wenye matunda ndio unapigwa mawe. Sasa kwenye Uislamu utaratibu huo hautakiwi. Mwenyezi Mungu amekataza yeye. Na hii sasa, ukiwa wewe hujakubaliana na hilo, utaanguka kwenye vitu vikuu vitatu ambavyo Mtume Muhammad alivikataza yeye pale alipopata kusema, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kullu muslimin ala almuslimin haramun. Cha kwanza, damuhu wa maluhu wa ardhuhu. Abi Hurairah anasimulia kwamba Mtume amesema kila Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni haramu vitu vikuu vitatu. Don't ever dare, usisogee kwenye hivyo vitu vikuu vitatu. Cha kwanza, damu yake, maana yake kizazi chake yeye na kizazi chake. Muhusika we baba we mama na kizazi chake, usimwage damu, maana yake usiue katika wale. Cha kwanza ni haramu. Cha pili, maluhu, mali yake sasa ni haramu. Usikwapue, usichukue, usidhulumu, usilete ujanja katika maisha ambayo tunaishi. Cha tatu ambacho tumekatazwa kabisa kwenye Uislamu, ni haramu kwa Muislamu kumfanyia Muislamu mwenzake kuchukua cheo chake, kumtilia fitna kwamba bwana fulani ni fulani, atoke kwenye nafasi fulani, niweke mimi mtu wangu ili maisha yangu mimi na nafasi yangu mimi na mitikasi yangu mimi isikwame. Haitakiwi katika Uislamu. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tujue kwamba tusitamani katika zile fadhila ambazo wameruzukiwa wengine, baadhi yetu kwa baadhi, lakini tutakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake, kwa sababu yeye ni mwingi wa fadhila na mwingi wa kujua kila lilokuwepo. Kwa sababu hicho kinatupelekea vitu vikuu vitatu Mtume alivyotukataza. Lazima utagusa tu, ukishaanza choyo, utagusa familia, utamroga, utamfanyia khiana, utamfanyia hasadi. Vitu vikuu vitatu utaenda kugusa. Kama hutomgusa yeye na familia yake, utagusa mali yake ama utagusa cheo chake. Hivi tumekatazwa kwa mujibu wa utaratibu kwenye dini yetu ya Uislamu. Kwa hiyo nawahusia, pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu na kulijua hilo, na tutambue kwamba sisi katika mzunguko wa maisha yetu tunatakiwa tuendane na ile mushabaha ambao Mtume alitueleza. Maisha ya Uislamu ni mazuri sana, na mtiririko wake kama tutaufuatisha nukta kwa nukta, hatutokuwa na tabu na wala maisha yetu hayataenda kombo kwa namna yoyote. Sasa na haya yakitokea, sasa Mwenyezi Mungu umeshindwa kabisa, anayo solution nyingine. Anasema yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahima alkitaba walhikma wa atainahum mulkan adhima. Mwisho wa kunukuu. Vipi wanawahusudu hawa? Vipi mwanadamu anamhusudu mwanadamu mwenzake kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amemfadhilisha yule mtu? Amempa kwamba hii ni hidayah yake, kipaji chake, uwezo wake, elimu yake, pesa zake, familia zake. Vipi wewe unaona choyo, unaona nafsi na kusuta, unataka mwenzako kimuondoke? Vipi? Kwa nini mfanyeni hasadi hivyo? Faqad ataina ala Ibrahima alkitaba. Mwenyezi Mungu asema tumewapa watu wa Ibrahim kitabu na mwenendo. Yani katika hiyo nyumati zilizopita, mbona hizi fadhila ndogo tu? Nyumati ya Ibrahimu walipewa hicho kitabu na mwenendo wa kwenda nao, kwamba this is the way of life, na walipewa umiliki, maana walipewa ufalme mkubwa. Ninyi ufalme mdogo tu mnafanyiana choyo. Nini kitu kidogo tu mtu alichokuwa nacho? Position ya mtu anagombea serikali ya mtaa, humpendi, unamchukia katika mazingira ambayo wewe huna sababu yoyote tu.
Mtu ni imamu, mfano msikiti huu, kasema bwana, mimi yule imamu simtaki, nitaleta mtu mwingine, ili mradi tu wewe tu ulete khiana. Uislamu hautaki hivyo. Katika kuidefine proper definition, Mtume wetu Muhammadin alitukataza vitu 8 kwenye utaratibu, pale alipopata kusema iyakum wadhanna fa inna dhanna akdhabul haditha wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala taqata'u wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Mtume anasema iyakum walkadhiba, iyakum wadhanna, iepusheni na kudhani, kama hakika kule kudhani kwenu kwamba hili liko hivi, hili liko vile, ni uongo tu wa mazungumzo. Yani mkikaa mnajiongopea nafsi zenu. Iepusheni, epukeni your life cycle. Epuka kusema kudhani vitu ambavyo huvijui undani wake. Sasa kwa kule kudhani kutakupelekea linalofuata la pili, msifanyiane ujasusi, manake msichunguzane. Cha pili, wala tajassasu. Sasa usizame ku deep down, yani ile kumfuatilia mtu, sasa kumchimba chimba, Mtume anakataza. La tatu. La 4, wala tanafasu, na wala msishindane. Msishindane katika vile ambavyo unajua kabisa hichi nikimfanyia hivi mwenzangu nitakwenda kuchukua nafasi yake ama cheo chake, nitakwenda kumdhulumu huyu. Iwaze familia yako itaishije na kwake itaishije. Wala tahasadu, hapo ndo patamu sasa. Wala msifanyiane hasad, msihusudiane, msirogane, msifanyiane khiana katika maisha yenu. Wala tabaghadhu, na wala msibughudhiane. Mnakaa mtu hana raha bwana, unapelekea una ndugu nyumbani ambaye unaishi naye kwa wema, kila siku ukitoka wewe ni tabu tu bwana, wewe huna kazi, tafuta kazi bwana, wewe unalalala tu. Sibughudhiane. Wala tadabaru, na wala msipeane migongo, kwa sababu kupishana katika maisha ipo, lakini imefika kipindi kwamba huyu akimkera huyu akimkera huyu, basi nakuwa mmoja anamkataa mwenzake kabisa. Wala mimi anaachana naye yule fi dunia wala akhira, asinijue nisimjue. Uislamu umetukataza. Kingine, wala taqata'u. Sasa wala msikate udugu. Ukamwambia ndugu yako kwa sababu tu ya mwekezaji kaja kwenu, ndugu yako kapata pasenti nzuri, yule mtu kampenda yeye, ukataka bwana kama ndivyo bwana udugu na ufe. Sifanye. Kwa hiyo jambo la kwanza, msidhaniane vibaya, msifanyiane ushushushu, msichunguzane, msishindane, msibughudhiane, msihusudiane, na wala msikate udugu katika maisha yenu ya dunia haya, maisha ya kupita. Wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni nyote ni waja wa Mwenyezi Mungu, ni ndugu. Hapa udugu unaingia kwenye pande mbili, udugu wa kuzaliwa ama udugu almuslim akhul muslim. Ina maana hilo ndio jambo kubwa katika maisha yetu ambayo tutatakiwa tulijue. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie nyoyo zetu zifunguke, tujue kwamba kutamani neema aliyopewa mwenzako ni haramu, na kuitaka hiyo neema, basi wewe muombe Mwenyezi Mungu akupe kile ambacho amejaliwa yeye, na wewe ujaliwe. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, salatan tuhassinu biha al akhlaq wa tuyassiru biha al arzaq.
watadfa'u biha almashaq watamlau minha alafaq wa ala alihi wasahbihi wasallim salatan daimatan min yawma khalaqta ad-dunya ila yawmi at-talaq wasturna ma baina yadayka ya aziz ya khalaq. Uswikum wa nafsi maratan thaniya bitaqwallahi wa ta'ati. Ama baada ya kumhimidia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na kumtakia rehema mtume wetu Muhammadin, na wahusia tena kwa mara ya pili na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo bora wanadamu ambalo wanapitia wakaambizana na kukumbushana zaidi ya taqwallahi wa ta'ati. Likazidi hilo. Tukiendelea kwenye hutuba yetu ya pili yenye muktadha wa kutokutamani neema aliyopewa mwenzako, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka min man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairi innaka ala kulli shay'in qadir. Anaambiwa mtume, sema hakika ya Mola wangu mimi ndio mmiliki wa wamiliki, na tu'til mulka man tasha'u, na anampa nafasi na anampa mmiliki na anampa cheo na anampa nafasi mtu yule amtakaye yeye. Yeye ndio mfalme wa falme, humpa mfalme anayemtaka yeye. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u, na yeye ndio anamdhalilisha na mtaka, kwamba bwana wewe sasa hivi umekuwa juu, shuka chini. Tumeona watu walikuwa ni matajiri katika jamii, zilivyoingia nyakati za uongozi ikafikia mpaka watu wakapelekwa jela, kuonyesha kwamba unaweza ukatoka kwenye umiliki mpaka ukawa dhalili. Huo ni mfano hai katika ule utawala wa Mwenyezi Mungu pale anaposema hivyo. Sasa biadikal khair, ni kwake yeye khairi, innaka ala kulli shay'in qadir, kwamba hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila kitu. Kwa hiyo hii inatufundisha kwamba kumbe haya maisha tunaopitia, hizi ngazi tulizokuwa nazo, hizi nafasi tulizokuwa nazo, haitoki randomly, haitoki tu kwa bahati mbaya. Ni maandiko ya Mwenyezi Mungu kwamba fulani awepo sehemu fulani, kwamba leo hii afe fulani aingie fulani kwenye madaraka, leo huyu mchague fulani, fulani arudi hapa. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuchezesha zile karata zake na kupanga position za watu, sio mtu. Mwenyeza kumpa ufalme ni Mwenyezi Mungu, na kuweza kuutoa ule ufalme ni Mwenyezi Mungu. Yeye ndio mwenye kupanga. Kwa hiyo hilo tulizingatie katika maisha yetu, na haya yote anadefine Mtume Muhammadin pale alipopata kusema kataballahu almaqadir alkhalaiq kabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Mwenyezi Mungu alishafanya makadirio ya viumbe wake kabla ya kuumbwa mbingu 7 na ardhi 7, miaka 50,000. Fulani mwaka fulani siku fulani atafanya hivi, atatembea hivi, atakula hivi, atachaguliwa hivi, itakuwa hivi, atakaa hapa. Ilishakadiriwa miaka 50,000 kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi. Vipi wewe ustuke uwe na choyo? Vipi wewe nafsi hiyo inakuwashawasha, utamani nafasi za watu, utamani kuwadhalilisha watu, utamani sema bwana, mfano imamu wa msikiti fulani atoke niweke mtu wangu mimi kwa maslahi yangu mimi. Utaratibu huo sio aliopanga Mungu. Tunaona nyutawala kibao duniani zinapambana kwa ajili kwamba bwana, mimi naenda nchi fulani naipiga, namchukua rais wake namfunga, nikienda fulani na wapiga nachukua mafuta yao na Mwenyezi Mungu sasa anaonyesha sasa utawala wake Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio mwenye kupanga. Inafika kipindi tunaiona dunia katika wepesi ule wa mambo yalivyo. Leo hii Iran anadinda na kuweka ngumu na anaweka masharti kwamba hapa utaki ni hivi, ukitaka ni hivi. Huo ndio utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tujue kabisa katika nafsi zetu tunayo haki sisi ya kutafuta kwa wema na kuangalia kile ambacho mwenzako akaruzukiwa, muombe dua ili Mwenyezi Mungu naye akupe zaidi.
Kiutaratibu wa kumuombea mwenzako ni mithili ya mkono unaoosha nguo. Cha kwanza unatakata mkono, nguo ndio inafuata. Ndio utaratibu. Kwa hiyo ukimuomba mwenzako, ukimwombea mwenzako wema, na Mwenyezi Mungu na wewe anakuombea wema. Sasa ukishindwa haya yote, utaratibu Mtume wetu Muhammadin alituwekea aliposema, undhuru ila man asfala minkum wala tandhuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Kumbe tazameni katika maisha waliokuwa nyuma yenu. Angalia huyu wa nyuma yako, usiangalie wa mbele yako, kwamba hakika kuangalia wa mbele yako ni kuzipuuza neema ambazo amekupa Mwenyezi Mungu. Unasema mimi sina gari, kuna mwenzako hana pikipiki. Ukisema mimi sina pikipiki, kuna mwenzako baskeli hana. Ukisema mimi sina mikono, mimi nina mikono miwili, mwenzako mikono hana, analishwa kwa kijiko na msaada. Ukisema mimi sina hiki, mwenzako hana mguu, kashakatwa mguu. Tunatakiwa neema za Mwenyezi Mungu tuzichunge sana na tuzishukuru sana, na kiutaratibu usiangalie wa mbele, angalia aliyekuwa nyuma yako. Ndio utaratibu katika Uislamu. Na hili lote tunatakiwa tulijue, kwa sababu utaratibu huo ameupanga Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kupitia kipenzi chetu Mtume wetu Muhammadin, na sisi pia ndio jukumu letu. Kwa hiyo nawahusia, pamoja na kuihusia nafsi yangu, na wakumbusha kwamba hakuna jambo bora kabisa kama wanadamu kukumbushana katika wema, lakini tusitamani kudhalilisha wenzetu. Ondoka na nukta hii. Tusitamani kuwafanyia wenzetu ubaya. Tusitamani mwenzako anachoyo kimtoke. Usitamani Muislamu mwenzako adhalilike. Maana yake ni kwamba fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Huko ni katika kupinga kile ambacho Mwenyezi Mungu alichowafadhilisha wanadamu. Fulani mzuri kwenye hiki, ngoja mimi nende nikamtie ububu. Sifanye hivyo. Mwenyezi Mungu anatukataza. Na Mwenyezi Mungu katika jambo zuri aliyowahi kulifanya na sisi tukaletewa na tukalipokea kwa mikono yake miwili, mikono yetu miwili, ni pale aliposema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد الأعظم ورسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين أبو بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونقص أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم صب علينا خيرا صبا صبا. اللهم صب علينا خيرا صبا صبا ولا تجعل عائشنا كدا كدا وارزقنا فرجا ومخرجا حتى يتعجب منه أهل السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. يا أحد قبل أحد، أنت كان قبل أحد، المولى بلا ولد، يا من رفع السماوات بغير عمد وبسط الأرض على الماء الجمد وقسم الأرزاق ولم ينسى أحد فلا تسلطنا على أحد وغنينا من كل أحد إنك السميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقا في السماء يا رب فانزله، وإن كان في البحر يا رب فاطلعه، وإن كان بعيدا يا رب فقربه، وإن كان حراما يا رب فطهره، وإن كان قليلا يا رب فكثره، وبارك لنا على كل حال إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. وأقم الصلاة.